Fahamu mchakato wa kumchagua papa mpya katika kanisa Katoliki. Mchakato wa kumchagua papa mpya ni mchakato wenye muundo wa hali ya juu wa siri unaofanywa na baraza la makardinali, yani College of Cardinals, katika jiji la Vatican. Kuna hatua muhimu zinazohusika katika mchakato huu. Moja, nafasi ya papa kuwa wazi. Ni mkutano huo maalum huitishwa kutokana na kifo au kujiuzuru kwa papa aliyepita. Papa anapokufa, Camerlengo yani Chamberlain mwenye mamlaka hutangaza rasmi kuwa kiti cha papa kimebaki wazi, sed vacante yani kiti kiko wazi, na maandalizi ya mkutano huo maalum yanaanza mara moja. Namba 2 ni kuwasili kwa makardinali. Makardinali ambao wanastahili kushiriki katika mchakato wa uchaguzi wa papa mpya yani conclave wanakusanyika Roma. Kwa kawaida hukutana katika mfululizo wa mkutano mkuu ili kujadili mahitaji ya kanisa na sifa zinazohitajika kwa papa mpya ajaye. Namba 3 ni kuanza kwa conclave, yani makardinali wanaingia katika kikanisa cha Sistine, yani Sistine Chapel, ambapo wanakula kiapo cha kutunza usiri na kutengwa kabisa na ulimwengu wa nje wakati wote wa mchakato mzima. Hubakia ndani ya mipaka ya Vatican hadi uchaguzi ukamilike bila kutoka. Hata kama mchakato utachukua muda mrefu namna gani, hawawezi kuruhusiwa kutoka nje ya conclave. Namba 4 ni mchakato wa kupiga kura. Upigaji kura hufanyika mara kadhaa. Kawaida kura hupigwa mara 1 au 2 kwa siku, lakini idadi inaweza kuongezeka ikiwa ni lazima. Theluthi 2 ya wapiga kura inahitajika ili kumchagua papa. Katika mchakato huu wa kumpigia kura, lakini pia namba 4A ni mpiga kura. Kila kardinali huandika chaguo lake kwa papa anayemchagua kwenye kadi ya mstatiri na kisha kuikunja katikati. Wote husogea mbele ya altare, yani madhabahu, moja baada ya mwingine, ambapo hutamka kiapo na kuweka kura yake kwenye karisi maalum juu ya altare hiyo. Baadaye kura hukusanywa na kuhesabiwa na matokeo hutangazwa. Lakini kuchoma kura huchomwa baada ya kila duru ya mpiga kura. Iwapo hakuna atakayepata theluthi 2 ya kura zinazohitajika, kemikali maalum huchanganywa kwenye karatasi za kura zilizopigwa, kisha huchomwa moto katika tanuru iliyopo ndani ya kanisa hilo ili kutoa moshi mweusi unaopanda juu ya dohani na kuonesha nje kuwa kiashirio walio nje kwamba bado papa mpya hajapatikana. Tangu siku papa anapofariki, waamini na watu wengi kutoka ndani na nje ya jiji la Vatican na dunia kote hukusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro Vatican, hubaki wakisali kumwombea papa aliyefariki na kumwomba Mungu ili angazie upatikanaji wa papa mpya atakayeliongoza kanisa. Kwa kuwa hawawezi kujua kinachoendelea kwenye uchaguzi ndani ya Sistine Chapel, kiashiria pekee wanachoweza kuona au kujua mchakato umefikia wapi ni moshi mweusi unaoashiria kwamba hajapatikana, hivyo waendelee kusali, au moshi mweupe unaoashiria waliopo nje kwamba papa mpya amepatikana. Uchaguzi wa papa, hii ni namba 5. Mara baada ya kardinali muhusika kupata theluthi 2 ya kura zinazohitajika, anaulizwa na mkuu wa baraza la makardinali kwamba kama anakubali kuchaguliwa kwake. Iwapo atakubali, anajichagulia jina jipya kama papa na mara moja anavishwa mavazi meupe ya kipapa. Moshi mweupe. Moshi mweupe ni ishara kwamba papa amechaguliwa. Baada ya mkuu wa baraza la makardinali kupokea uthibitisho wa papa mpya, kukubali majukumu ya kuliongoza kanisa, anatoka nje na kusimama katikati ya baraza, balkoni ya basilika ya Mtakatifu Petro, na kutamka kwa lugha ya Kilatini, Habemus Papam, yani tunaye papa. Muda mfupi baadaye, moshi mweupe hupanda kutoka kwenye bomba la moshi lililowekwa kwenye paa la Sistine Chapel. Moshi huo hutengenezwa kwa kuongeza kemikali maalum kwenye kura zilizopigwa na kuchomwa, na hivyo kutoa moshi wa rangi nyeupe badala
idara nyeusi. Na hapa namba 7 tunamalizia kwa kusema kuonekana kwa mara ya kwanza na kutoa baraka ya kipapa. Papa mpya aliyechaguliwa hujitokeza kwenye kibaraza cha juu, yani balcony, na kutoa baraka zake za kwanza za kitume ziitwazo kwa Kilatini Abi et Orbi, kwa lugha kwa jiji la Roma na kwa ulimwengu mzima, kwa waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph mwana wa Isangura.